Kila vibe ina hadithi na kila hadithi ina sauti. The Vibe Room. The Vibe Room. Yo, inakuaje watu wangu wa nguvu? Hii inaitwa HOTBIZ Hotbiz TV. Kama bado hauja subscribe, make sure kwamba una subscribe, una like, una share na una comment. Mimi naitwa LOD Icon Nomene. Moja kati ya mchongo ambao sasa hivi upo hewani unaitwa The Vibe Room. So zile stories zote kale za town huwa tunazifanya hapa mapema na tunaenjoy na vitu vingi kinoma noma. Bana, unyama ni mwingi. Leo ni siku ya 8 mwezi Juni 2026 kama kawa. Sisi tumekutana tena hapa kwa mara nyingine na God bless mbaya. Tutaenjoy na vitu vingi kinoma noma. Moja kati ya watu ambao wametupa shavu la nguvu na la kutosha. Shavu za nguvu sana kwa Smart Bees. Lakini pia tuko nao hapa wanaitwa ambao wanaitwa VGM Company Limited. So kama unatazama kupitia YouTube, make sure kwamba una subscribe, una like, una share, una comment. Unyama wetu ni mwingi. Moja kati ya mchongo tunayo kwenye The Vibe Room ni mchongo fulani vya stories za burudani, kama vile utakuwa na segment ya intro. Natoka mtaani na wenetu tunapiga na story and then anatuambia kwamba bana, mimi mtu wangu ambaye namkubali ni fulani, lakini pia nimeenjoy kutokana na kile kitu ambacho anachokifanya kwa mara ya kwanza mara baada ya kuichia hiyo kazi. Lakini tutakuwa na trending room. Hii ni moja kati ya mchongo ambao tutaenda na zile story zote za hapa nyumbani. The Vibe Brother kama kawa ndoka kule mbele na tuone pia michongo inakaaje kinyamwezi zaidi. Call me LOD Icon. Uwezo wa kudondoka pale mjini YouTube, Instagram sasa hivi ukaandika LOD_Icon, yani ICON. The same pia kwenye Facebook pamoja na TikTok andika LOD Icon. Bana, unyama ni mwingi sana. Shadow za nguvu kwa kameramani wangu anaitwa Abdul Ratifu. Anahakikisha shoti fulani zinakuwa kale, wangapo fulani vya picha ambao wamekaa kibabe kinoma noma. So tuendelea kuenjoy na vitu vizuri kutoka hapa HOTBIZ Hotbiz ya The Vibe Room. Kila vibe ina hadithi na kila hadithi ina sauti. The Vibe Room. The Vibe Room. Nimerudi tena kama kawa, na of course hii ni HOTBIZ Hotbiz TV. As you know my name, call me LOD Icon. Kinito mic controller, unyama ni mwingi kinoma noma, na nipo na cameraman wangu ambaye anaitwa Abdul Ratifu. Wangapo fulani wa picha ambao ni mkali kinoma noma. Sasa kwenye The Vibe Room huwa tunakuwa na michongo mingi. Moja kati ya michongo ambayo tunakuwa nayo pia tunakuwa na my intro, tunadondoka mtaani na wenendo piga nao story, and then tuone inakuaje kwenye my intro na wanatuambia wao ni wananani ambao wanakubali. Lakini kwenye trending room tunadili na story fulani za burudani ambazo zimechukua headline kwenye 1 na 2 hususan hapa nyumbani Tanzania. Alafu pia kwenye The Vibe Brother huwa tunadili na zile story ambazo zimechukua headline kule unyamwezini mbele huko. Noma sana. Sasa leo tukianzia kwenye The Vibe Brother tuna story mingi kinoma over the weekend, lakini kwa sababu pia leo ni Jumatatu kwa hiyo lazima tudondoke na midondoko fulani vya The Vibe Brother. Kama umezaliwa leo ni kumbukizi ya siku ya kuzaliwa pia ya mkali wa rap kutoka kule Marekani ambaye anaitwa Kanye West. Lakini story nyingine ambayo tuko nayo imetokea pale DRC Congo, na hii imekuja mara baada ya mwenetu Fally Ipupa kutoa ama kupewa tuzo ya hekima na rais wa Congo pale anaitwa Tshisekedi Felix Antoine. Bana, noma sana. Hapa nyumbani kuna story mingi kinoma. Moja kati ya story ambayo tuko nayo hapa nyumbani Tanzania kwenye The Vibe Room trending story, tuko na story ya Wiz MP. Amezua gumzo kinoma noma, na hii ni mara baada ya kuwepo na sifa kadhaa ambazo mastama ma legend wa Kongo muziki wanazitoa, na sometimes huwa kama wanakandia hivi. Noma sana. Nyingine hapa tuko nayo na musu Estukizi Zombie. Bana, Zombie yeye ameshakupitia kwenye Insta story yake kama mwenetu hivi anataka mwage mchele kwenye kuku wengi. Noma sana. Narudi hapa tupeana A to Z kwenye hii michongo, then tone na kwaje inaitwa The Vibe Room ya HOTBIZ Hotbiz. Mimi naitwa LOD Icon. Endelea kuchill, alafu turudi kwenye story nyingi ambazo zimeendelea kuchukua headline. Kila vibe ina hadithi na kila hadithi ina sauti. The Vibe Room. The Vibe Room.
Sasa this time ni time ya story ambazo tunaenda kuangalia in deep zaidi, and then tuone pia inakaaje. Hii ni HOTBIZ Hotbiz, na moja kati ya mchongo ambao unaotazama sasa hivi unaitwa The Vibe Room. Mimi naitwa LOD Icon as no my name. Shout zangu sana kwa mwanangu anaitwa Abdulatif. Huyu ni kameramani bana ambaye picha fulani ya ngavu, shoti fulani vikali kinoma hatari. Sasa kwenye trending story room leo kwenye The Vibe Room, tukianzia hapa nyumbani Tanzania, kuna story ambayo inamhusu Estukizi Zombie. Huyu ni producer mzuri sana ambaye sasa anafanya poa sana kwenye kiwanda cha muziki kutoka hapa East Africa. So kubwa zaidi inaonekana Billnass ana kazi nyingi sana ambazo amezifanya na Zombie, kitu ambacho Zombie hizo kazi ambazo amefanya na Billnass ameziappreciate kinoma. Kitu ambacho kinazingua zaidi ni pale ambapo Estukizi anaona lini, siku na mwaka gani Billnass yuko tayari kuziachia hizo kazi. Kwa hiyo akaona mwenetu amwage mchele kwenye kuku nini? Kwenye kuku wengi bana, noma sana. Waswahili nao sometimes huwa anazingua kinoma. Sasa Estukizi ameshare kupitia kwenye Insta story yake, na kubwa zaidi ambalo amecharaza mwenetu ni kwamba Billnass ana kazi nyingi sana kwangu na ni nzuri mno. Anaziachia lini? Yeye akaandika kama ifuatavyo kupitia kwenye Insta story yake. Estukizi Zombie. Estukizi bana ameandika hivi: msanii ana hiti nyingi ndani na hataki kuachia. Hebu mwambieni aachie kabla sijavujisha mimi. Alafu akamtagi Billnass na akaacha alama fulani hivi ya mshangao. Kwa mwanetu Billnass ana kazi nzuri sana kutoka kwa Zombie ambazo mtemu yake sahihi kwa mujibu wa Zombie kuachia rasmi. So till this time Billnass nenga kama nenga hajazungumza chochote pale kuhusiana na hii story. Ngoja tuone masiku ya mbele atasemaje Billnass kutokana na hii story ya Zombie baada ya kuiachia pale. Lakini nyingine ambayo tuko nayo inamhusu Wiz MP. Wiz bana ameacha uvivu, na hii imekuja mara baada ya kongwe kwa shtumu kama sometimes ni wanafiki hivyo, unajua wanazingua. Yaani mimi naweza nikatolea mfano kwamba kama labda ni panyabuku wanang'ata na kupoleza pia, na hiki ni kutokana na kitu ambacho Wiz MP amekizungumza kwenye huo mchongo. So mambo yakaenda ni mbali zaidi baada ya huo mchongo kuchukua headline kwenye 1 na 2. Wiz pia akashare kupitia kwenye Insta story yake na kaandika kwamba kusema ukweli, kumbe kunatengeneza chuki, ama ni chuki inakuaje mchongo unakuwa kwa hivyo. Sasa hii imekuja mara baada ya Gen Z kadhaa kufanya vizuri sana kwenye muziki wa rap, na of course ma legend ama wakongwe waka appreciate ule uwezo ambao ndugu zetu ama ma Gen Z wamekifanya. Nachukulia mfano ulipoanzia kwenye hii story ni pale ambapo Mula Obo pamoja na Dikazi kutoa kazi nzuri sana ambayo sasa hivi ina trend kinoma. Mzee wa mguu kutoka haufananishwi na kubaki ndani, lakini pia mwanetu ambaye anasema kwamba itafsiri dunia inavyotaka, na maanisha Dikazi. Sasa hizi kazi mbili zimewaibua ma legend baadhi wa muziki wa rap na kuappreciate kile kitu ambacho Weneto amekifanya pia, na moja kati ya legend ambaye amekubali uwezo wa vijana ni Afande Sele. Unajua Afande Sele ni moja kati ya msanii ambaye kama tulikuwa tunamtafuta mrithi hivi, na hii ni kutokana na river ambayo ameifanya kwenye game ya rap, lakini heshima ambayo ameitengeneza pia ideas kuwa nzuri kinoma, idea ambazo zinaishi muda mrefu kwenye muziki wa rap. Sasa Afande Sele kuna siku alirekodi clip ambayo akiwa appreciate hao ndugu zetu wawili kama vile Mula Obo pamoja na Dikazi, na kubwa zaidi alikiri kwamba amempata mrithi. Yaani yeye msimveshe tena lo taji la kuwa mfalme wa rap kutoka hapa nyumbani Tanzania. Lakini kwa mujibu wa Mula Obo wamejipia Dikazi kwa kile kitu ambacho chokifanya, basi mwenyewe Afande Sele amejivua huo ufalme na kuwakabidhi au jamaa akiamini kama wamepata mrithi. Sasa Wiz alipopata hii story akaja mbali zaidi, na alipokuja mbali akasema kwamba wakongwe muda mwingine wanazingua, yani kama wanafiki wanang'ata na kupuliza, wanaongea ukweli muda mwingine pia anatukandia kwamba majenzi sasa hivi hakuna anachokiimba. Lakini kwa mujibu wa hii mifano ambayo imetoka na appreciation ambazo zipo pia madije ndio ameappreciate. Kwa hiyo Wiz anaamini kama mafaza wanakosa msimamo. Sasa bana imekuwa story kubwa sana. Ukienda kwenye Insta story ya HOTBIZ pale Instagram tumekuwekea pia hii story. Ukienda pia kwenye Insta story ya Wiz MP tumekuwekea huu mchongo. Kwa hiyo una uwezo wa kwenda kuangalia kile kitu ambacho Wiz MP
amekufanya. Kama amewachana hivi, hebu tusikilize one time and then tuone inakuaje pia. Yeah, wambia squeezy, hatufanyi kama zamani, mambo yamebadilika na sultani. Life is changing, dunia ipo kiganjani, wasitu kompesi na wao hatufanani. Wao waliuza kanda kwa CD, squeezy kuna TikTok, IG. Haikuwa rahisi kuonekana kwenye TV, ulewi nachofanya hakikusu wewe maiji. Mlitukalilisha kwamba kuna kama ngwea najewahi kutokea, natokuja kutokea. Do you know me? I'm sorry kama nakosea, nasema kweli japo chungu. Yeni binadamu tusimpe nafasi ya Mungu, na so kama anavunja shima, ila naongea ukweli. Tunaishi kwa kuaminishana, ndo tunachoferi. Tunawaheshimu, nyinyi mnatudharau, sijui kwa nini. Love ya kweli napotea sababu ya kujiamini. Mala tujui kuandika, mnataka tuandike nini? Eta tujui kuchana, kwani nyinyi mlichana nini? Si tunafuata nyayo, mlichofanya metu inspire. Kama si wa bovu basi nyewe wenyewe wabaya. Chuma kwa chuma cheche, ukizidisha fire. Oh, squeeze kuna rock, kwani hii ni choir. Yeah. Kila vibe ina hadithi na kila hadithi ina sauti. The Vibro. The Vibro. So kutokana na hii story, wewe kama wewe, kuna ulazima ambao umeuona kwamba wezi kuongea ukweli ama kuzungumza hichi kitu, au mwanetu amevurunga kinamna moja ama nyingine? Tuambie hapa kwenye comment, itakuwa ni poa kinoma. Tukirudi kwenye The Vibe Brother ya HOTBI Zeri Hotbeat The Vibe Room, kama kawa moja kati ya story ambayo tuko nayo kule mbele inamhusu Kanye West, na hii ni mara baada ya siku kama leo ya tarehe 8 mwezi Juni mwaka 1977 mwenetu alizaliwa rasmi, na ndipo ambapo alikuja duniani rasmi. So kama wewe leo umezaliwa pia, ni kumbukizi yako siku ya kuzaliwa, basi umezaliwa siku moja na mfalme na gwiji rap kutoka kule Marekani ambaye anaitwa Kanye. Bana, tunajua sasa hivi Kanye West yuko na maandalizi ya tour yake ambayo ameitwa Yeah World Tour, lakini till this time hatuone kama kuna labda kama kuna asilimia kubwa sana za kufanyika, na hii imekuja mara baada ya mwanetu kila nchi ambayo amepanga aende kufanya hiyo tour anafukuzwa ama anawekewa pini kinoma. Majuzi tu aliwekewa pini na kutokufanikisha kabisa huo mchongo. So kama una kumbukumbu nzuri, kuna moja kati ya album ambayo ilikuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye game. Of course watu wakatengenezea attention kubwa zaidi ya kuendelea kumwamini juu ya kile kitu ambacho anachokifanya. Album yake ya kwanza ilikuwa inaitwa The College Dropout. Of course hapa ilikuwa ni mwaka 2004. Lakini pia Kanye alianza kuwa producer, yani mzalishaji wa muziki. Baadaye pia akaingia kwenye kuimba na akafanya poa kinoma noma. Hii ni nzuri zaidi, naona pia the same kwa Flikiu. Ameona ni wakati sahihi sana wa yeye kuwa producer na kuzalisha muziki. Bana noma sana. So kwenye muziki wake Kanye ametoa albamu nyingi kama vile Late Registration, pia kuna albamu inaitwa My Beautiful Darkie, lakini kuna albamu inaitwa Twisted Fantasy. Ya mwisho ilikuwa ni ile ambayo aliachia inaitwa Jesus. So kongole sana kwa mwenetu kama lakini shadow zangu sana kwa ambaye bado tupo live till this time kwenye The Vibe Room ya Hotbeat. So nyingine ambayo tuko nayo imetoka pale Kongo, na moja kati ya story ambayo na pop kinoma noma inamhusu mwenetu anaitwa Fally Ipupa. Fally Ipupa bana, yeye ametunukiwa tuzo ya heshima kwa kile kitu ambacho anachokifanya na rais wa Kongo ambaye anaitwa Felix Tshisekedi au Felix Antoine Tshisekedi. So amemtunuku tuzo ya heshima mwenetu Fally Ipupa. Hii haijaja bure kwa sababu ya mchango mkubwa ambao mwenetu ameufanya kwenye game ya muziki wa East Africa, lakini pia nidhamu ambayo yuko nayo, heshima kubwa sana, mchango mkubwa sana ambao amefanya kwenye game na kuwa inspire vijana wengi sana kutoka kule Kongo kwenye muziki. Lakini kingine kitu ambacho unatakiwa pia ukifahamu kwenye huu mchongo, heshima hiyo ilitolewa kufuatia mafanikio yake ya kihistoria kufanya maonyesho makubwa katika uwanja wa Stade de France, lakini pia na kuwa msanii wa kwanza Mwafrika anayezungumza Kifaransa na kuishi Afrika kutumbuiza katika uwanja huo. So lakini rais wa Kongo pale ameona so hivyo tu, kuna haja pia ya kumpa hiyo tuzo kutokana na kile kitu ambacho mwenetu amekifanya. Kwa hapa Tanzania mwanangu, mfano tu mzuri, nani ambao unahisi kama anastahili kufanyiwa hicho kitu? Ukizingatia kuna Wanyamwezi kibao ambao wamefanya poa sana, hususan legend kwenye muziki wa hapa nyumbani Tanzania,
especially kwenye bongo flavor, hip hop, nanda na kadhalika. Una uwezo unarusha comment yako hapo chini, unaambia pia ni nani ambaye anastahili kutoa hiyo tuzo. Tuchukulie pap Rais Samia Suluhu Hassan anaamua atoe tuzo ya heshima ama nishani kwa hapa nyumbani Tanzania. Anastahili msanii gani kupewa mchongo? Bana, noma sana. Leo kwenye The Vibe Room naomba tubwage hivyo kwenye Stories of Town kama vile Trending Story Room, lakini pia kwenye The Radar. Big shout out sana kwako ambaye till this time tunaenjoy kinoma na umesubscribe, umelike, umeshare, umecomment hapa Hotbase TV. Kameramani wangu anaitwa Abdul Ratifu. Yeye ndiye ambaye amehakikisha wangavu fulani wa picha, shoti fulani vikali zinakaa ni poa kinoma noma. Subscribe, like, share, comment. Tukutane tena baadaye. Mkali ni wewe. Kila vibe ina hadithi na kila hadithi ina sauti. The Vibe Room. The Vibe Room.